ila tunajua wakati wowote mvua inaweza kufanyaje, wakati wowote. Amen. Ni msimu wa mvua, ila sio masaa yote au wakati wote mvua inanyesha, ila tunajua hata hivi saa 10 mvua inaweza kufanyaje. Kwa hiyo tumejipanga na viatu vya tope tumenunua, kwa sababu tunajua ni wakati wowote mvua zinaweza kufanyaje, zikanyesha. Haleluya, 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 haleluya. Hali kadhalika tunaweza kujua majira na msimu wa kurudi kwa Yesu. Niko spidi kidogo, mtasamehe, sawa? Hali kadhalika tunaweza tukajua majira na msimu wa kurudi kwa Yesu. Utasema, mwalimu, sasa mbona hivi kweli msimu wa kurudi kwa Yesu tunaweza kujua? Hivi kweli majira ya kurudi kwa Yesu tunaweza tukayajua? Nikisoma Biblia, ninaposoma Biblia, Yesu aliweka wazi, tutaelewa majira yake ya kurudi, tutajua msimu wake wa kurudi, tutajua. Kwa nini? Kwa sababu ameweka viashiria. Mtakapoona hiki na hiki na hiki, mjue ndio msimu wa kurudi, lakini wakati hatuwezi kufanyaje kujua. Tuko pamoja hapo? Haleluya, haleluya. Kwa hiyo anaposema mkiukomboa wakati, anaelewa kabisa, hajatuma kukomboa msimu. Sawa? Ametuambia kukomboa nini? Wakati. Kurudi kwake kumefungwa ndani ya wakati. Kurudi kwa Yesu ambapo ni siri, hatuwezi kujua wakati, lakini akatupa msimu. Tunaweza kujua msimu. Ukisoma Timotheo wa pili sura ya 3, ameeleza kuna viashiria ambavyo tukiviona tunajua ni halali, acha vitokee, kwa sababu ni msimu wake. Amen. Kuna vitu ambavyo amesema. Haleluya, haleluya. Kwa hiyo hali kadhalika tunaweza kujua majira yake, au tunaweza kujua msimu wa kurudi kwa Yesu mara ya pili, bali hatuwezi kujua wakati wa kurudi kwa Yesu mara ya pili. Maana Yesu hakutoa wakati kwamba ni wakati gani atakaporudi, bali alitoa majira ya kurudi kwake, kwamba tukiafikia hayo majira, basi tutakuwa tunaanza kujua kwamba wakati wake wa kurudi umekaribia. Sawa, eh? Yaani tukiyaona yale majira, tunajua kabisa kurudi kwa Yesu kumefanyaje, kumekaribia. Kuna watu wanaweza kawa, kuna mtu anaelewa kweli, angalau hata mmoja. Kuna mwenye Biblia mwepesi? Hebu nisomee Marko 13 mstari wa 32 na 33. Soma Marko sura ya 13 32 33. Umepaona? Marko 13:32-33. Walakini habari ya siku ile na saa ile hakuna aijuaye, hata malaika walio mbinguni, wala mwana, ila Baba. Angalieni, kesheni, ombeni, kwa kuwa hamjui wakati ule. Angalieni, kesheni, ombeni, kwa kuwa hamjui wakati ule utakapo kuwapo. Amen. Angalieni, kwa kuwa hamjui wakati. Sawa? Basi kesheni, mfanyeje? Muombe. Kama hivi mnavyojiandaa, hongereni sana. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo anayeandika, unaweza kaongeza kifungu, andika Mathayo 24, utasoma dalili, utaziona kwamba kutakapotokea nini na nini. Lakini pia andika Injili ya Luka sura 21, andika hata Timotheo wa pili sura ya 3 mstari wa 1 hadi wa 6. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Tukiukomboa nini? Wakati.
Hebu tutafakari, huo wakati tunaukomboa kutoka wapi? Umetekwa na nani? Nani ameshikilia huo wakati mpaka tuombe Mungu atupe nguvu za kuukomboa? Adui wa wakati aliyetajwa kwenye mstari ule wa 16 Efeso ni uovu. Amesema mkiukomboa wakati, kwa maana zamani hizi ni za nini? Ni za uovu. Haleluya. Kuna hata mmoja anaelewa uovu eh? Nafikiri vijana mnaelewa, si ndio? Uovu si mnaofahamu? Uovu, mimi nilipokuwa nikisoma, Roho Mtakatifu alinipeleka kutafakari uovu uliofungwa katika makundi mangapi? Mawili. Kuna uovu wa kimaadili na uovu wa kiasili. Amen. Uovu wa kimaadili unaweza ukara wakati wa mtu. Uovu wa asili pia unaweza ukara wakati wa mtu. Uovu wa kimaadili ni nini? Ni matendo mabaya ya kimakusudi. Haleluya. Uovu wa kimaadili ni nini? Ni matendo mabaya ya kimakusudi yanayofanywa na binadamu, kama vile mauaji. Sawa? Mauaji ni uovu unaotokana na maadili. Maadili yakiporomoka, maadili yakimomonyoka, basi kunatokeza uovu wa kimaadili. Sasa huu uovu wa kimaadili ni uovu ambao hawezi kufanya mnyama, anafanya binadamu. Anaweza kafanya mauaji, tatizo ni maadili. Sawa jamani eh? Anaweza kafanya utekaji, kama tunavyosikia sehemu mbalimbali mambo ya utekaji. Anaweza akafanya uasi wowote, hata kufanya ndoa za jinsia moja. Ni uovu wa kimaadili. Tunashukuru ya kwamba Baba Eliadini ametualika tuombe nguvu za Mungu huko wakati tutakapohitajika kupeleka injili Ulaya. Ametualika kanisa kwamba huo wokovu, tukiendelea kukua katika neema ya Mungu, kuna wakati tutakuwa tunapeleka injili Ulaya, kwa sababu maadili kule yalipoporomoka, wamefikia hatua ya ndoa za jinsia moja. Na wale kwa sababu wana nguvu za fedha, wanatamani uovu huo wa kimaadili uende mpaka Afrika. Sio kuishia Afrika tu, uende mpaka Tanzania. Sio kuishia Tanzania tu, uende mpaka dinari ya Karatu. Washindwe katika jina la Yesu. Amen. Uovu mwingine tumesema ni uovu wa kiasili au uovu wa asili. Haya ni majanga. Tunazungumzia majanga nayo kama uovu. Kwa mfano, baa la nzige ni uovu. Si sawa jamani? Baa la njaa ni uovu. Maporomoko ni uovu. Matetemeko, huo ni uovu ambao ukipita katika eneo hauwaachi watu kubaki salama. Kuna uovu, nilikuwa mwaka juzi, nilikuwa nikiutazama kule Amerika. Ule nao ni uovu. Kuna wachache walioona tukio lile la moto ulioteketeza mji ule unaoitwa jina baya. Sijui kama kuna watu wanajua. Los Angeles. Si unaona hilo jina lilivyokaa? Nilipotazama kwenye kile kibao cha kuingia ndani ya mji ule wa Los Angeles, wameandika ni God Rest City. Sijui hamjafuatilia vijana Mimi wafuatiliaji. Kibao. Yaani kama kibao ambacho tulikuwa tunakisoma pale kimeandikwa DMK Mang'ora.
tulikuwa tunakitazama pale, kinachotuelekeza tuingie. Sasa kibao kile kilichokuwa kinaelekeza kuingia kwenye mji wa Los Angeles, wale wanaojua Kiingereza watatuambia, inawezekana imetafsiriwa kutoka kwenye maneno hayo hayo. Yaani angels wana maana ya malaika hao hao, Los wana maana ya kupotea hivyo hivyo, kwamba kwenye ule mji wanaomiliki pale ni malaika waliopotea. Halafu wameweka kabisa, mji wetu sisi utaitwa malaika waliopotea. Lakini mule kulikuwa na kanisa, niliona lilipona kuungua moto. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Sasa ile Los Angeles ilivyoteketea kwa moto, nilifuatilia kile kibao kwenye geti la kuingia mjini, wameandika kwa maandishi makubwa. Baba, ile hii mkifuatilia unaweza kulia machozi. Wameandika kwa maandishi makubwa, herufi kubwa kabisa, Godless City, mji usio na nani? Na Mungu. Ninyi wakati mnatangaza Mungu ndiye nini kwenye kifua chako mratibu, imeandikwa Mungu ndiye nini? Yaani Mungu ndiye anayetunza wakati wenu vijana. Unaona? Wakati sahihi wa nani? Wa Mungu umefika. Tuivamie Mang'ora, mmepanga tena tukaivamie Urusi, twende wakati wa Mungu. Huu ni wakati wa Mungu. Sikiliza, wakati wa Mungu ulipofika, unajua hii mkisoma tu haraka haraka haiwezi kanoga vizuri, lakini nilikuwa ninasoma pale naendelea kujifunza kama ni wakati wa Mungu. Wakati wa Mungu uliwahi kufika, akawa naingia Yerusalemu. Mnaelewa kilichotokea? Wakati wa Mungu ulipofika, aliteka Yerusalemu kwa namna ya ajabu sana. Aliingia akiwa amepanda punda, lakini alipoingia hajawaalika watu njoni mnishangilie. Hapana, walijua huu ni wakati sahihi wa Mungu umefika. Mungu anaingia wapi? Yerusalemu kwa shangwe. Wanawake wakavua nguo zao wakaweka chini, wengine wakakimbia wakakata matawi, Biblia inasema ya mitende, wakaweka chini. Kwa nini? Kwa sababu ni wakati sahihi wa Mungu umefanyaje? Umefika. Sikiliza nikwambie, wakati sahihi wa Mungu ukifika, mnanisikia? Yaani watu watakuwa mateka namna hii. Tutachukua watu kilabuni, twende tukatangaze Injili. Watanifuata. Kwa nini? Ni wakati wa Mungu sasa umefanyaje? Umefika. Sisi wakati tunaomba wakati wa Mungu sasa ifike, wale jamaa wamebandika kibao Godless City. Kwa maneno ya kawaida, huu mji Mungu wewe ni marufuku. Sikiliza, kwa kuwa mfuatilia, nimalize hiyo habari kwa kueleza hivi kilichotokea kwenye ule mji. Tarehe hii lakini nitakapoiangalia siku nyingine nitaiandika, nitakuwa nawaambia ilipata tarehe ngapi. Nawe kama na Google ukatafute ilitokea nini. Kilichotokea, Mungu akaamua kujitukuza. Niacheni tu wafanye ushoga, lakini Mungu ni kila kitu. Amen. Mungu akaamua kujitukuza, akautuma moto. Waliuita moto wa nyika. Si kama mnanielewa. Waliuita wao ni moto wa nini? Moto wa nyika. Akautuma moto. Ule moto ukashuka ndani ya ule mji. Hawajajua chanzo chake. Watengenezaji wa mitandao, wale wanaoigiza mitandao, mimi nafikiri ni kama AI, ni kama wao niliona wamemtengeneza kunguru, yaani kunguru alitua. Kunguru aliporuka, moto wetu kafanyaje? Ukawaka. Nimefuatilia vya kutosha. Sasa wakati nikitazama ule moto, ashukuriwe Mungu kwamba sikuwa niko nyumbani, ningekuwa na mambo mengi hata mimi nisingefuatilia. Lakini nilikuwa nimetulia, nina utulivu na simu yangu ninayo kwenye ule utulivu. Kwa hiyo nilifuatilia hatua kwa hatua. Ule mji wakati unateketea, serikali ile itajiri. Wakarusha madege juu kwenda kuuzima. Waliofuatilia mliona moto ulikataa kuzimika. Madege ya Marekani wanashusha matenki ya maji kama mvuke. Hii uliyosema timu yetu inaitwa expired extinguisher. Sasa sio tingisha za chupa, zilikuwa ni tingisha za ndege.